بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Ramadhan mwaka 1446, katika darsa ya tafsir ya Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, tulitaja au tulisoma katika kikao kilichopita kwa ujumla tafsir ya suratul Infitar, na tukaahidi kwa leo insha Allah taala tutasoma tafsiri hiyo au tafsiri ya sura hiyo kwa maneno ya Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الانفطار وهي مكية. كما tulivyotaja katika kikao kilichopita kwa suratul Infitar ni makkiya, na maana ya makkiya ni kuilishuka kabla ya hijra. kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 5 يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال رحمه الله تعالى: أي إذا انشقت السماء وانفطرت، pindi mbingu zitakapochanika chanika na kupasuka pasuka. Watanatharat nujumuha, na nyota zake zikapukutika. Wazala jamaluha, ule uzuri wa zile nyota ukaondoka. Wafujirat albihar, na bahari pia zikachanganywa, bimaana kukawa hakuna kizuizi baina ya moja na nyingine, ya maji matamu kama vile maziwa si maziwa ya kunwa kama vile ziwa Victoria na maziwa mengineo, yale ya maji ambayo ni maji ya tamu, si ya chumvi, yatachanganyika pamoja na bahari ya maji ya chumvi, hakutakuwa na kizuizi baina yake. Fasarat bahran wahidan, ikawa ni bahari moja, yote yakusanywa maji pamoja. وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. na makaburi yatakapopinduzwa kwa kutolewa wafu walioko ndani yake, kisha wakusanywe kwenye kisimamo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya malipo kwa matendo yao waliyofanya hapa duniani. Fahina idhin yankashifu alghita, wakati huo kila kitu kitakuwa wazi, mwanadamu atafahamu kila kitu. Wayazulu ma kana khafiyan, na kila ambacho kilikuwa kimefichika kitakuwa wazi. وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح
والخسران علمت نفس ما قدمت وأخرت kila nafsi itajua ile faida ambayo ni yake na hasara yake. hunalika يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة. wakati huo na huko ndipo atakapotafuna na kuuma yule dhalim mikono yake kwa majuto atakapoona matendo yake kuwa ni ya batil. Sote tufahamu kuwa anayejuta huambiwa kuwa aliuma kidole cha majuto, usbu' an-nadam. Lakini kwa kuwa majuto ya siku ya kiyama hakuna mfano wake, sababu ni kuangamia kwa milele, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza namna itakavyokuwa ni tofauti. wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, siku hiyo dhalim atajiuma mikono yake yote miwili, wacha kidole, atajiuma mikono yake kwa majuto atakayokuwa nayo iyadhan billah, ikiwa ni katika watu waovu. hunalika ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi idha ra'a a'malahu batila wa mizanahu qad khaffa wal madhalim qad tadaa'at ilayhi, akaona mizani yake imekuwa hafifu ya amali njema na yale mambo aliyofanya ya dhulma, kamdhulumu huyu kamdhulumu yule, yameitana mbele yake, yote yamemsonga. Atakikana amlipe yule kwa yale aliyomfanya, amlipe yule. wasayiat qad hadarat ladayhi, na maovu aliyofanya ayaone mbele yake. وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي, akaona yaqini ya kule kuangamia kwa milele na adhabu itakayodumu milele pia. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. na upande wa pili watafaulu na kufuzu wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala wakatanguliza matendo mema kwa ajili ya akhira. Hawa watafaulu kukubwa mno na naim, starehe za kudumu milele na kusalimika kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kufaulu kukubwa zaidi kama mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Hawako sawa watu wa peponi na watu wa motoni, hawako sawa. bila shaka watu wa peponi wamefaulu. faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, yule atakayeepushwa na moto akaingizwa peponi, huyo ndiye aliyefaulu. Huyo amefaulu kufaulu kwa milele, na atakaa katika hali nzuri hiyo abadal abad, kama vile upande wa wale waovu waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru Allah na mtume wake, watakaa milele ndani ya moto wa jahannam, adhabu juu ya adhabu. fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Na watu wa motoni hawazoei ile adhabu, kusema labda pengine baada ya muda watazoea. kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab, kila zile ngozi zao zikiwiva, zimeiva sasa, inaweza kufikia wakati mtu amechomeka mpaka ngozi imezoea, imechomeka, inaungua. Allah sema badalnahum juludan ghayraha,
tuwabadilishia ngozi zisizokuwa hizo, tuwaletea ngozi mpya, aanze tena kuonja adhabu. Naudhu billahi minan nar. Huku upande wa peponi wako katika starehe ambazo hakuna anayeweza kufikiria ile raha yake. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, hakuna jicho lishawahi kuona wala sikio kusikia wala hata kupita katika fikra ya mtu kwenye moyo wake haijapita ile starehe ya watu wa peponi. Hakuna anayejua uhakika wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watakapoingia watu wa peponi ndio wataiona hiyo starehe. قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إلى قوله تفعلون. قال رحمه الله يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hizi aya akiwa amlaumu mwanadamu aliyefanya upungufu katika haki ya Mola wake. Kwa haya maneno, pamoja na kuwa insan ni ismu jins, waingia watu wote, lakini hapa wamekusudiwa watu fulani, na wanaokusudiwa hapa ni wale waliofanya upungufu katika kutekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, walio na ujasiri wa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه. hivyo unavyofanya ni kuwa ni uzembe na madharau uliokuwa nayo kwa haki za Allah subhanahu wa ta'ala, au wewe idharau adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaona si chochote. Na ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala akasema fama asbarahum ala an-nar, yani hao watu wana subra iliyoje juu ya moto wa jahannam, wana subra iliyoje wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala, waijua adhabu ya moto. Unayo subra ya mwanadamu kusubiria katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ama adamu imani minka bijazai, au matendo yako haya maovu unayofanya ni kwa sababu huamini kuna siku atakulipa Allah subhanahu wa ta'ala? Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwaka ay fi ahsani taqwim, je si Allah aliyekuumba wewe tena akakutengeneza na kukuumba katika umbile lililo bora kabisa? Fa'adalaka أي وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات, kisha akakuumba na kukuweka wewe katika umbile lililonyooka, katika shakli ambayo ni nzuri zaidi. Mtu akikuangalia akuona umeumbwa sawa sawa, kichwa kiko mahali pake, macho yako mahali pake, mikono iko mahali pake, miguu fi ahsani taqwim. Hakuna kiungo katika viungo vya mwanadamu kimekaa mahali ambapo hakistahiki kuwepo, si katika kile kinachoonekana dhahiri ya mwanadamu, si katika vile vilivyomo ndani ya mwili wa mwanadamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kila mmoja ajiangalie nafsi yake. Subhanallah, kila alichokuumbia nacho Allah subhanahu wa ta'ala kiko mahala pake stahiki. Vidole hivi tu kikapungua, kwa mfano kidole kimoja, wewe wapata tabu kula kidole kimoja tu, yani ukapata mtihani iyadhan billah, afana Allah wa iyakum, ukapoteza kiungo katika viungo vya mwili wako, hapo ndio utafahamu ule umuhimu wa kile kiungo. Hakuna kiungo katika mwili wako kwa kupoteza sema afadhali ninakipoteza kile, sio, hakuna. Kila kiungo katika mwili wako Allah amekiumba kina kazi yake na kiko mahala pake.
akakuumba katika shakli iliyo bora kabisa. Fahal yaliqu bika an takfura ni'mata al-mun'imi au tajhada ihsana al-muhsin? Je, baada ya hapo ni sawa kweli kwako wewe mwanadamu kukufuru neema ya yule aliyekuneemesha na kukanusha wema yule aliyekufanyia wema? Ni sawa kweli hivyo? in hadha illa min jahdika wa dhulmika wa inadika wa ghashmika, hayakuwa haya isipokuwa ni kwa sababu ya ujinga mwanadamu uliokuwa nao na dhulma ya kujidhulumu nafsi yako. Na nataka ujue kuwa huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Dhulma unaoifanya wajifanyia nafsi yako. Wama dhalamuna walakin anfusahum yadhlimun, sisi hawakutudhulumu, hawezi. innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, hamwezi enyi wanadamu kufikia kundhulumu mimi au kunidhuru afwan mimi mkanidhuru, haiwezekani. Kwa hivyo zile dhulma unazozifanya wajifanyia mwenyewe. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha, ukifanya uovu wajidhulumu mwenyewe nafsi yako. Inadi unaoifanya ndio inaokupelekea huko uovu uliokuwa nao. fahmadillaha idh lam yaj'al surataka surata kalbin au himarin au nahwihima min alhayawanat, basi shukuru wewe kuwa Allah hakujalia sura yako kama sura ya mbwa au sura ya punda au mfano wake katika wanyama, kwa sababu alikuwa yuwaweza kukufanyia hivyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakukufanyia hivyo, akakuumba katika sura iliyo bora kabisa subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. kwa katika sura yote anayotaka yeye atakutengeneza nayo. Lau kama angelitaka angekufanya wewe hivyo ulivyo, kisha sura yako akaifanya ni sura, kwa mfano sura ya nyani, au akaifanya sura yako sura ya mbwa. Na kuna watu hawashukuru kwa ile neema ya Allah kuwaumba ile hali yao waliokuwa nao nzuri. Mtu akwambia kuwa mimi nafikiria mimi njibwa. Si wako makufara wafanya hivyo leo katika nchi za kimagharibi. Mtu wafanya kazi wiki nzima, yuko mtu heshimika, yuko ofisini na nini, kifika weekend ageuka mbwa ati. Avaa zile siku hizi wauza kwenye maduka yao nguo zile, mtu yavaa ageuzwa mbwa, kisha aje mtu amshikilia cheni ampeleka. Wallahi alazim kuna watu wafanya hivyo, hata huwezi kuamini. Yani watu wamefikia upeo wa upumbavu kiasi hicho, na wafanya hivyo kikweli. Asimamishwa mtu na gari na polisi kule magharibi, wewe asema mimi najitambulisha kama paka, na yuko serious, mimi mpaka. Sasa paka apeleka gari, ando pale yule askari basi wafanya makosa, kwa vile wewe mpaka, toka hapo tukupeleke kwenye ile hospitali ya mapaka, upigwe sindano za rabies zile na nini, ondoka hapo, wafai kupeleka gari wewe mpaka. Akili imefikia kiasi gani cha uduni cha hao kufara mpaka kufikia huko? Afu watu wakiona ni watu wameendelea, wale warudi nyuma hawaendelei. Na hii ndiyo jazaa ya kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizompa mwanadamu, mpaka iwarudi kuwa kitu duni kabisa. Ndio Allah anasema ulaika kal an'ami bal hum adall, kuna kuwa kama mfano wa mnyama bali umepotea zaidi kuliko mnyama, iyadhan billah. Wa qawluhu kalla bal tukadhibuna bid-din, أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء. pamoja na mawaidha haya ninayowaambia na ukumbusho huu niliowaletea, bado muendelea kukadhibisha malipo, mkadhibisha siku ile ambayo mtalipwa. wa antum la budda an tuhasabuna ala ma amiltum, na nawaambieni kuwa ni lazima
nyinyi mtalipwa na kuhesabiwa kwa yale mlioyatenda. Huwezi kwenda tu hivi hivi, yani ukai duniani uwadhulumu wenzako, upate mtihani, umepata cheo kwa mfano, hakuna mtu anayeweza kufanya chochote, ukadhulumu mpaka ukafilia mbali, ukajifia huko ukiwa wewe ni dhalim, na yule mwingine ni madhulumu, amebakia amedhulumiwa mpaka ameondoka, pengine umemuua haswa, kisha wenda salama wewe, huna chochote utakachofanya. Mashaallah, dhalim wewe unsalimika, na madhulum dhulma zake alizofanyiwa zimekwenda bure tu hivi. Yani wewe katika akili yako ona ni sawa hivyo, ni upuzi tu. Watu wameumbwa hapa duniani waje wafanye upuzi wende zao, sio? Hili jambo sivyo, lazima utahesabiwa kwa matendo yako siku ya kiyama. وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea malaika watukufu wenye heshima kubwa, yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamunaha. Malaika hao ni wenye kuandika matamshi yenu mnayotamka na matendo yenu mnayoyafanya, na wayajua, ya'lamuna ma taf'alun. asema fadakhala fi hadha af'alul qulubi wa af'alul jawarihi, hapa yakaingia ndani ya yale ambao wayajua wale malaika, matendo ya nyoyo zenu na matendo ya viungo vyenu, yote wayajua. Fallaiqu bikum an tukrimuhum wa tujilluhum, kwa hivyo inaolingana na nyinyi ni kuwa maadamu mshajua kuwa mmewekewa malaika watukufu, basi waheshimuni kama vile Allah subhanahu wa ta'ala malaika hawa amewatukuza. Mmoja wetu hawezi kufanya jambo ovu kwa yule anayemheshimu yuko mbele yake, basi kumbukeni kuna hao malaika wanaoangalia na kuyaandika mnayoyafanya. قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إلى آخر السورة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. hapa kinachokusudiwa kwa hawa al-abrar, watu wema, ni wale waliosimama kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha na chochote, na haki za waja wake, wakatekeleza haki za wale ambao wana haki juu yao, wazazi wao, watoto wao na wengineo katika wale walio na haki juu yao. almulazimuna lilbirri fi a'mali alqulubi wa a'mali aljawarihi, wanaolazimiana na wema, bimaana daima wafanya wema katika matendo ya nyoyo na matendo ya viungo. Matendo ya nyoyo kama kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineyo katika matendo mema mengi ya nyoyo, na matendo ya viungo kama vile swala na aina mbalimbali za mema ambayo Allah ametuwekea kuyafanya kwa viungo vyetu. Fahaulai, hao waliopambika na sifa hiyo, jazaohumun na'im fil qalbi warruhi walbadani fi dari dunya wa fi dari albarzakhi wa fi dari alqarar. Hawa malipo yao ni kuneemeka katika nyoyo zao na roho zao na miili yao hapa duniani. Na wewe angalia, wakati ule unapofanya mema, wahisi ile raha katika moyo wako na utulivu, raha ambayo haielezeki. Kama vile ukifanya uovu, wahisi dhiki katika moyo wako, wahisi dhiki katika nafsi yako. Haya ni malipo ya hapa duniani. Yule anayeshikamana na mema, anayeshikamana njia ya sawa, huyu basi biidhnillahi ta'ala ataishi maisha mazuri hapa duniani. falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Na maisha mazuri mara nyingi utaja, haimaanishi kuwa mtu hapatwi na shida. Dunia ni mtihani, lakini Allah amwezesha hata katika ile mitihani inayompata aweza kuikabili na kuipokea.
na akapata utulivu katika moyo wake, kinyume na yule aliyemuovu. Ile mitihani ya kidunia yenyewe ikimpata ishamkoroga, hajui kule anakoelekea. Kwa hivyo anayefanya wema hapa duniani alipo kwa kupewa utulivu, kama vile anayefanya uovu, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huyo ataishi maisha ya dhiki. Na haya ndio tunaoyaona. Waweza kumwona mtu ana dunia, amefunguliwa, ana uwezo mkubwa, mara wasikia alijitupa kwenye nyumba ghorofa ya 10 mpaka chini akafulia mbali. Inkuwaje tena? Iendaje tena? Vipi? Asiendo ile nyumba tena yake yeye mwenyewe, anajenga mwenyewe, mbona akajiua? Wallahi kuna watu wana dhiki katika nyoyo zao, hakuna anayejua isipokuwa Allah. Sasa yeye aona kuwa ile dhiki kumuondokea ni aondoke hapa duniani basi, kumbe hajui ndio mwanzo wa dhiki waanza pale. Sasa ilikuwa ile ni mfano tu, ni ndogo ile ya dunia. Sasa kuna adhabu kubwa inayomngojea, wallahu almusta'an. Wa fi dari albarzakh kadhalika, huyu mwema huyu atapata neema na raha ya moyo na roho na kiwiliwili katika maisha ya kaburini, dar albarzakh. Sababu kuna maisha baina ya maisha ya dunia na maisha ya akhira. Kuna maisha yajulikana kama darul barzakh, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah, wa as'aluka baradal aishi ba'da al-maut. Kwa baada ya mauti kuna maisha mengine watu waishi. Watu waona mtu ashakufa basi yake ashakwisha. Yuaishi yule, lakini sema kuishi kwake ni tofauti na maisha haya sisi tunaoishi ya dunia. Hii ni stage tu, wewe wapita. Ukishaondoka hapa duniani kuna maisha mengine, na yale maisha mengine namna utakavyoishi ni kulingana na maisha haya ya dunia umeishi vipi. Ndio Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika maana ya maneno yake mazuri azungumza, ukitaka kujua utaishi vipi ndani ya kaburi lako, jiangalie hali yako wewe, moyo wako sasa hivi ukiwa duniani. Kila ukiwa waishi na inshiraha sadr na utulivu wa moyo na raha kwa kujikaribisha na Allah, ndivyo utakavyokuwa katika kaburi lako. Utaishi maisha mazuri ya raha na utulivu. Sio kila anayekufa apata tabu, la. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mustarihun wa mustarahun minhu. Kuna watu waenda starehe bwana. Nini maisha ya dunia? Mara mgonjwa, mara sijui jini, mara mpigiwa simu kuna balaa fulani kule, mara hivi, hakweshi. Wewe ongojea balaa tu. Ngapi katika simu wapigiwa iangalie hivi, badala ya kusema naam waishika tu bismillah. Hakuna hiyo kaburini, hakuna dhiki. Ikiwa mtu alikuwa mwema katika hii dunia, basi aishi maisha ya barzakh, raha kabisa, utulivu kabisa. Yani ile siku yoondoka duniani ni kuwa amewacha dhiki zote za dunia huko, khalas, shamalizana na huko, kwa sababu alijiandaa kwa ajili ya kukutana na Mola wake. Huyu sasa katika kaburi lake ni starehe, na nyote mwafahamu haya ameeleza kwa undani kabisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka atakuwa akisema rabbi aqimis saa hatta arji'a ila ahli wa mali. Atamani kiyama kisimame ili aregee katika mali yake na aregee kukutana na jamaa zake. Maisha hayo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza, na ndiyo yale aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Hapa zurtumul maqabir si ziara ya makaburi bwana. Zurtumul maqabir ni yale maisha mpaka mmekufa, mmetiwa makaburini, hamjafanya kheri yoyote. Kwa ikaitwa ziara, yale maisha ya kaburini ikaitwa ziara. Kwa nini? Kwa sababu si maisha ya kudumu, ni kama aliyezuru kisha ataondoka. Watakapofufuliwa watakwenda darul akhirah. Wa fi daril qarar, na kadhalika hawa wema watakuwa ni wenye kulipwa kheri nyingi na neema nyingi katika nyumba ya kukaa milele.
وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده na wale waovu waliofanya upungufu katika haki za Allah na haki za waja wake alladhina fajarat qulubuhum wa fajarat a'maluhum wale ambao nyoyo zao zimekuwa ovu na matendo yao yakawa ni maovu la fi jahim ay adhabin alimin fi dari dunya wa dari albarzakhi wa fi dari alqarar hao watakuwa katika adhabu yenye kuumiza katika maisha yao ya dunia kwa kutiwa dhiki na mitihani hana raha katika maisha yake ya dunia na kaburini adhabu adhibiwa kaburini kisha akhira pia adhabu al'iyadhu billah yaslawnaha ay yu'adhabuna biha ashadd al'adhab wataadhibiwa na huo moto wa jahannam adhabu iliyokali kabisa يوم الدين ay يوم الجزاء على الأعمال siku watakapolipwa watu kwa matendo yao wama hum anha bighaibin ay bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha watakuwa daima wamo humo watalazimiana na hiyo adhabu hawatoki kwa hiyo hakuna siku kama nilivyotaja kwa mfano sasa hivi kitaja fulan ghaib hayuko sio lakini hao wama hum anha bighaibin daima watakuwepo pale katika adhabu ya walazimu nasallallahu alafiyata wassalam wama adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin ni kipi kitakachokujulisha siku hiyo ya malipo tena ni kipi kitakachokujulisha siku hiyo ya malipo fi hadha tahwilun lidhalika alyawm alshadid na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja maneno haya kukuza na kutishia kwa ile siku adhimu nzito ya kiyama alladhi yuhayyiru aladhhan siku ambayo itafanya akili zichanganyikiwe yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a walau kanat qaribatan au habibatan musafiyah hata kama mtu ni wa karibu yako ni jamaa yako ni kipenzi chako wa kikweli hakuna mtu atamfaa mwenzake siku hiyo fakullu mushtaghilun binafsihi la yatlubu alfikaka lighairiha kila mmoja siku hiyo atashughulishwa na nafsi yake hataki iokoleke siku hiyo na inasuliwe kutokana na adhabu ya Allah isipokuwa nafsi yake yeye na ndio niliwatajia kuwa tizama mitume wa Allah mitume wote kasoro mtume Muhammad SAW peke yake kila mtume siku ya kiyama atakuwa akisema nini nafsi 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 hata ulul azmi min ar-rusul ambao ni mitume walio bora kabisa kila mmoja atakapofuatwa siku hiyo ili aende akaombe shafaa atajibu nafsi nafsi kila mmoja nafsi yake illa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam kwa cheo kikubwa alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekwenda kuomba shafaa sasa siku hiyo hakuna mtu yani ikiwa mitume wasema nafsi nafsi au watu wa kawaida itakuwa watakwenda vipi watu wa kawaida siku hiyo sallallahu alaihi wasallam wal amru yawma idhin lillah fahuwa alladhi yafsilu baina alibad na amri yote siku hiyo itakuwa ni yake yeye Allah maliki yaumiddin yeye ndiye anayemiliki siku ya malipo sio yote mwingine kwa hiyo fahuwa alladhi yafsilu baina alibad yeye ndiye atakayeleta hukumu na kuhukumu baina ya waja wake ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه na yule aliyedhulumiwa Allah ataichukua haki yake kutokana na yule aliyemdhulumu ampe haki yake hakuna atakayekwenda na kumdhulumu yoyote wacha hao watu wa peponi na motoni watu wa peponi wao kwa wao hakuna atakayeingia peponi hali ya kuwa ana dhulma amemdhulumu mwenzake pengine anaweza kuwa amemkosea mwenzake kamkata kofi hapa duniani kuna qantara kuna kama mfano wa daraja ambao watu wa peponi lazima wapite hapo waingie peponi hapo watasimamishwa kila mmoja katika watu wa peponi amlipize mwenzake kila alichomfanyia katika dhulma na hao wa peponi
hakuna atakayeingia peponi na huku yuadaiwa dhulma huko nyuma. Walipane pale, wakishalipana haendeni peponi. Sasa ikiwa hii ndio hali ya watu wa peponi, hao wengine watakuwaje? Siku nzito, na hakimu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an, wallahu a'lam. Na hapo ndio mwisho wa tafsir ya sura al-Infitar. Insha Allah ta'ala tukikutana tena itakuwa ni tafsir ya sura al-Mutaffifin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.